2020 ni kujenga soko la kisasa pale Kirongwe. Tulikuwa tunajiuliza tunakwenda kujenga soko la kisasa, lakini hatuna barabara inayotufikisha pale mpakani Kirongwe. Tukasema tuna matamanio ya kujenga one border post. Wananchi wetu wanazunguka umbali mrefu kwenda Sirari. Tukasema tunajenga one border post kwetu kanda huwa Rorya. Tunaijenga wapi? Tunajenga Kirongwe. Tukasema tunakwenda kujenga Rorya hoye. Tunakwenda kujenga soko kubwa la kibiashara pale, kuinua uchumi wa wananchi wa Rorya, kuzalisha ajira kwa wananchi wa Rorya, lakini serikali itapata mapato. Tulikuwa hatuna uhakika kwa sababu barabara haikuwa ipitiki sawa sawa. Kwa barabara hii kutangaza ujenzi wa kiwango cha lami, Mheshimiwa Katibu Mkuu, nikuhakikishie sisi kama wananchi wa Rorya tuna furaha kubwa, kwa sababu sasa malengo na matarajio yetu ya kuifumua Kirongwe, malengo na matarajio yetu ya kuifumua hii Shirati, barabara hii kupitia kwa sisi wananchi inakwenda kukamilika, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hii ndio shukrani pekee ambayo tunatakiwa tukuombe kwa tufikishe kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Katibu Mkuu, pamoja na kwamba barabara hii imetangazwa, tukuombe utakapopata nafasi ya kusimama hapa, tukuombe utakapopata nafasi ya kuhitimisha hapa, utuhakikishie tu Mheshimiwa Katibu Mkuu, kutangaza ni jambo moja, kufanywa evaluation ni jambo la pili, na mimi mwezi wa 5 utakuja, angalau mwezi wa 6 Mheshimiwa Katibu Mkuu, kuelekea mwishoni iweze kusainiwa mkataba, mkandarasi aweze kuingia site kwa muda atakayokuwa nao, ili angalau miezi 3-4 kuanzia sasa wakandarasi waweze kuingia. Na tulisema tutakuwa tunaanza pande mbili, tunaanzia Shirati kwenda na ile Utegi inakuja, ili ziweze kukutana katikati, ili wananchi wa Shirati hapa nao waanze kuiona lami kwa mapema, na ndio sehemu ya kitovu cha uchumi wa wilaya hii. Tunaamini lami ikianzia hapa itainua uchumi wa wananchi wetu. Lakini na mwisho, Mheshimiwa Katibu Mkuu, wa chama ni mradi wa maji 28. Mheshimiwa Katibu Mkuu, mradi wa maji 28 ndio unakwenda kukwamua changamoto za maji kwenye vijiji vyote. Kwa bahati nzuri mradi ule unaitwa Rorya Tarime, au umeanzia Rorya kata ya Nyamagaro. Changamoto iliyopo Mheshimiwa Katibu Mkuu, utakaposimama hapa, ni kwamba mradi unakwenda kwa kusuasua sana. Faraja yetu ni kwamba mradi kasi ikiongezeka, wakandarasi wakilipwa fedha, ili mradi ule uweze kuongezeka, unakwenda kufikisha maji kwenye vijiji vyote 86, lakini wenzetu wa Tarime wanakwenda kunufaika. Ni mradi unaokwenda kutatua changamoto ya maji kwenye wilaya 2 na wilaya 3 ya Tarime mjini. Tukuombe sana Katibu Mkuu, hili utufikishie na uweze kutoa maelekezo ili angalau mradi huu uweze kuanza kwa kasi. Sasa la mwisho kabisa, wana Rorya, niombe mtege sikio kwa sekunde 20. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu ni mwaka wa nini? Mwaka huu ni mwaka wa nini? Waswahili wanasema wema hulipwa kwa wema. Wema hulipwa kwa nini? Niliyotaja hapa nyinyi ni mashahidi, hayafiki hata robo ya yale yaliyofanywa na mama, si ndio? Hayafiki hata robo ya kazi kubwa iliyofanywa na mama kwa miaka 4, si ndio kweli? Wengapi wanasema ni kweli? Tuone mikono juu. Si ndio kweli? Niwaombe, naomba mnitegee sikio kwamba itakapofika wakati kusema miaka 5 tena peke yake, mkabaki majumbani, mkashinda kwenda kutafuta kura kwa mama, mkasema kwa kuwa ameshashinda inatosha, haitatujenga, haitatuimarisha na hatutapata kura nyingi kama kusudio la Chama cha Mapinduzi na wilaya yetu ya Rorya. Tunataka utakapofika muda, pamoja na kusema 5 tena mama, kila mmoja wetu anyanyuka, atambue mchango mkubwa wa Mama Samia kwenye maeneo yetu. Nenda tafuta kura nyumba kwa nyumba, nenda tafuta nyumba kitanda kwa kitanda, tafuta nyumba mtaa kwa mtaa. Tunataka wilaya ya Rorya tuongeze kura kwenye mkoa huu wa Mara kwa Mama Samia. Tumeteseka kwa miaka rudi, kuna miradi imetekelezwa hapo wilayani hapo tumeiomba kwa miaka 40. Mama ametupa fedha. Nendeni mkamwombee kura, nendeni mkaseme jina lake, nendeni mkakinadi Chama cha Mapinduzi, na tusibaki nyumbani, pende mguu kwa mguu. Mama ashinde kwa kura nyingi. Na ndio maana ya msemo unaosema wema hulipwa kwa wema, na wema wote tuonyeshe mwaka huu. Nawashukuru sana ndugu zangu wananchi. Ndugu Chama cha Mapinduzi. Asante sana.